ongezeko la gharama na uendeshaji na udhaifu wa mifumo ya udhibiti wa ndani. Mheshimiwa Rais, niongelee kampuni yetu ya ndege. Mheshimiwa Rais, kampuni ya ndege Tanzania ATCL imeendelea kupata hasara ambapo kwa mwaka wa fedha 2024/2025 ilipata hasara ya shilingi bilioni 191.19 ikiwa ni ongezeko la 108% na hivyo kufikisha jumla ya hasara tangia lianzishwe ya shilingi bilioni 748 licha ya kuendelea kupokea ruzuku za serikali kwa ajili ya mishahara na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Rais, hasara hii imechangiwa na mambo yafuatayo: ongezeko la gharama za uendeshaji kuzidi ukuaji wa mapato ambapo gharama ziliongezeka kwa shilingi bilioni 134 na kufikia shilingi bilioni 675. Shirika lifanya safari chini ya matarajio ambapo njia 87 za safari zilikuwa na wastani wa ujazo wa abiria load factor wa 55% pekee. Matumizi yasiyo bora ya ndege ya mizigo ya Boeing 767-300F. Ndege ya mizigo ilitumika kinyume na matumizi yake yaliyokusudiwa ambapo 94% ya safari zilikuwa za masafa mafupi na ya kati badala safari ndefu zenye mapato makubwa. Aidha, ilifanya safari nyingi chini ya uwezo wake wa kubeba na hatimaye ilisimamishwa huku ikiendelea kugharimu shirika takriban shilingi bilioni 3.54 kwa ukodishaji na bima bila kuzalisha mapato. Kwa jumla, hali hii inaonyesha changamoto za kimuundo na kiutendaji zinazoendelea kuathiri ufanisi na uendelevu wa kifedha katika shirika hili. Udhaifu wa mifumo ya udhibiti umepelekea malipo ya shilingi bilioni 20.61 kwa mawakala bila kuthibitishwa kuwafikia abiria, pamoja na marejesho kwa abiria kutokana na kusitishwa ama kuahirishwa kwa safari, yani refunds, za shilingi milioni 310.57 yaliyofanyika bila uthibitisho wa nyaraka. Mheshimiwa Rais, ninaamini shirika letu lina nafasi ya kutengeneza faida na kuondokana na hasara. Ninapendekeza kuwa serikali iboreshe ufanisi wa shughuli za ATCL kwa kupitia upya faida za njia za safari na matumizi ya ndege, kuandaa mkakati maalum wa kuongeza ufanisi wa ndege ya mizigo, kuunganisha mifumo ya tehama ili kuboresha ubadilishanaji wa data na kupunguza michakato nje ya mfumo, pamoja na kuimarisha udhibiti wa marejesho ya fedha kutoka kwa mawakala ili kulinda mapato ya kampuni. Mheshimiwa Rais, shirika la reli Tanzania. Shirika la reli Tanzania TRC linaendelea kukabiliwa na changamoto za kiutendaji zinazoathiri utendaji wake wa kifedha, hususan katika reli ya MGR ile ya zamani ambapo kiwango cha mizigo kimepungua, hali iliyosababisha kushuka kwa mapato na kuongezeka utegemezi wa ruzuku za serikali licha ya kuongezeka kwa mapato kutokana na SGR hii mpya. Aidha, shirika limepata hasara kutokana na ajali za treni zilizofikia ajali 328 zilizosababisha upotevu wa takriban shilingi bilioni 3.06 kutokana na uharibifu wa miundombinu na kupotea kwa mapato. Hali hii inaonyesha udhaifu katika uendeshaji, matengenezo ya miundombinu na usimamizi, jambo linaloendelea kudhoofisha uimara wa kifedha wa TRC. Mheshimiwa Rais, kutokana na hali hiyo, napendekeza shirika la reli imarishe usimamizi wa miundombinu ya reli kwa kuhakikisha ukaguzi na matengenezo ya mara kwa mara yanafanyika, pamoja na kuangalia uwezekano wa kuanzisha na kutekeleza mfumo madhubuti wa bima kwa mali zote za kimkakati ikiwemo mabehewa. Mheshimiwa Rais, utaratibu wa kuchangia ruzuku kwenye mfuko mkuu wa serikali. Litathmini uzingatiaji wa matakwa ya kisheria yanayohusu uwasilishaji wa michango wa 15% ya mapato ghafi na malipo ya gawio kutoka kwa mamlaka na taasisi za umma. Ukaguzi wangu umebaini kuwa baadhi ya mashirika ya umma na taasisi zisizo za kibiashara zinawasilisha michango katika mfuko mkuu wa serikali huku zikiwa zinategemea kwa kiasi kikubwa ruzuku kutoka serikalini. Katika mwaka wa fedha 2024/2025, taasisi 7 zilichangia jumla ya shilingi bilioni 12.72, wakati huo zikipokea ruzuku ya matumizi ya kawaida yenye jumla ya shilingi bilioni 123.08, ikiwa ni ruzuku ya gharama za uendeshaji. Taasisi hizo, Mheshimiwa Rais, ni Shirika la Viwango Tanzania ambalo lilipokea shilingi bilioni 17 likachangia bilioni 8. Mamlaka masoko ya mitaji ilipokea milioni 708 ikachangia milioni 211.
Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania ilipokea bilioni 3 ikachangia milioni 637. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira walipokea bilioni 5 wakachangia milioni 830. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania ilipokea bilioni 12 ikachangia bilioni 1.6. Kituo cha Uwekezaji Tanzania kilipokea bilioni 2 ikachangia milioni 90. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi ilipokea bilioni 81 ikachangia milioni 414. Kwa uchambuzi huu, mchango wa bilioni 12 ni takriban 10% tu ya ruzuku za shilingi bilioni 123, ikimaanisha kuwa kwa kila shilingi milioni 100 inayotolewa kama ruzuku, serikali inarejeshewa shilingi 10 pekee. Hali hii inaonyesha kuwa serikali kwa kiasi kikubwa inajichangia yenyewe kupitia taasisi zake badala ya kupata mapato halisi ya ndani, jambo linalopunguza ufanisi wa sera ya mchango wa 15% na kuongeza utegemezi wa mashirika haya kwa ruzuku za serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza kwamba taasisi zinazopokea ruzuku za serikali, kiwango cha ruzuku kipunguzwe kulingana na mchango unaotarajiwa badala ya kuruhusu urejeshaji wa fedha zile zile kwa serikali. Shirika la Umeme Tanzania. Mheshimiwa Rais, katika ukaguzi imebaini kuwa baada ya kukamilika kwa mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere mwezi Machi 2025, majaribio ya uwezo wa mitambo ya kufua umeme hayakufanyika kwa pamoja kama ilivyotakiwa na mkataba ili kuona mitambo yote 9, turbine 9 kama itawashwa kwa wakati mmoja itafanyaje kazi. Hali hii imetokea na kutokuwepo kwa miundombinu ya kutosha ya kusafirisha umeme pamoja na changamoto za kiwango cha maji. Kutofanyika kwa majaribio kamili kwa wakati kunaongeza hatari ya kupokea mitambo isiyokidhi viwango vya ubora na utendaji, jambo ambalo linaweza kusababisha ufanisi mdogo wa uzalishaji umeme na kuongezeka kwa gharama za marekebisho katika kipindi kijacho. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa Shirika la Umeme Tanzania lihakikishe majaribio ya utendaji na ufanisi wa mitambo ya kuzalisha na kufua umeme na jenereta yanafanyika kwa mujibu wa matakwa ya mkataba. Mheshimiwa Rais, ongezeko la gharama na upotevu wa madai shilingi trilioni 1.48. Nilibaini ongezeko la gharama kutokana na kushindwa kwenye mashauri ya usuluhishi katika mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere unaotekelezwa na TANESCO uliosababisha hasara ya jumla ya shilingi trilioni 1.48. Kwanza, nilibaini kuwa migogoro 13 iliyoamuliwa na bodi ya usuluhishi ilisababisha malipo ya dola milioni 400, takriban shilingi bilioni 889.6, na kuongeza gharama za mradi kutoka shilingi trilioni 6.55 hadi shilingi trilioni 7.44. Pili, nibaini kuwa serikali ilipoteza miradi ya kijamii yenye thamani ya shilingi bilioni 262.34 baada ya kubadilishwa kwa wigo wa mradi na kuondolewa wajibu wa mkandarasi. Tatu, nilibaini kuwa TANESCO haikukata faini ya ucheleweshaji kwa maana liquidated damages ya shilingi bilioni 327 licha ya mkandarasi kushindwa kukamilisha mradi kwa wakati. Hali hii inaonyesha udhaifu katika usimamizi wa mikataba na inaleta hasara kubwa kwa serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa serikali ifanye uchunguzi wa kina dhidi ya timu iliyosimamia mkataba huu ili kubaini kama kuna uzembe uliosababisha hasara hiyo baada ya kushindwa mashauri hayo. Na TANESCO yaagizwe kuimarisha mifumo yake ya usimamizi wa mikataba mikubwa. Mheshimiwa Rais, utendaji wa benki za serikali. Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB. Nimebaini changamoto katika usimamizi wa mikopo katika Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Benki ilitoa mkopo wa shilingi bilioni 12.17 kwa mteja mmoja uliovuka ukomo wa kisheria wa shilingi bilioni 7.17. pamoja na kutoa shilingi bilioni 9.58 bila usajili na uthamini wa dhamana ipasavyo. Aidha, shilingi milioni 862 za mkopo huo zilitumika kwa matumizi ambayo hayakusudiwa. Vile vile, kwenye deni la shilingi bilioni 28.76, mkopo wa shilingi bilioni 28.76 umechelewa kwa siku 542, lakini bado unainishwa kama unaolipika, kinyume na miongozo ya Benki Kuu Tanzania. Hali hii inaonyesha udhaifu katika tathmini, utoaji na ufuatiliaji wa mikopo na unaweka hatari ya upotevu wa fedha za umma pamoja na kudhoofisha uimara wa fedha kwenye benki. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa Benki ya Maendeleo ya Kilimo ichukue hatua za kisheria mara moja kutaifisha na kuuza dhamana za wadaiwa sugu wote ili kufidia fedha za serikali, sambamba na kuchukua hatua za kinidhamu kwa maafisa walioidhinisha mikopo bila kufuata taratibu
na kuhakiki dhamana. Benki ya Maendeleo TIB na kampuni yake tanzu ya rasilimali. Mheshimiwa Rais, nimebaini kuwa Benki ya Maendeleo TIB na kampuni yake tanzu ya TIB rasilimali zinakabiliwa na changamoto kubwa ya kifedha na kiutendaji. Benki ina upungufu wa mtaji wa msingi core capital wa shilingi bilioni 44.43 dhidi ya kiwango cha shilingi bilioni 200 kinachotakiwa kisheria, na inakabiliwa na uhaba mkubwa wa ukwasi, hali inasababisha kushindwa kulipa madeni yaliyoiva yenye thamani ya shilingi bilioni 373.14 huku ikiwa na rasilimali chache za ukwasi. Aidha, kiwango cha mikopo chechefu kimeongezeka hadi 29% juu ya ukomo wa 5% unaotakiwa na Benki Kuu ya Tanzania, pamoja na kuwepo kwa mapungufu katika usimamizi wa mikopo na dhamana, ambapo mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 14.95 haina nyaraka sahihi za dhamana. Vile vile deni la shilingi bilioni 37 linalodaiwa na ofisi ya msajili wa hazina tangu mwaka 2019 bado halijalipwa, huku kampuni tanzu ya TIB rasilimali ikiendelea kupata hasara kwa miaka 5 mfululizo. Hali hii inaonyesha udhaifu wa kifedha na kiutendaji unaohatarisha uendelevu wa benki pamoja na uwezo wake wa kutekeleza majukumu yake ya maendeleo.